Shalom mwana wa Mungu, na kusalimu katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki sana popote pale ulipo unapoendelea kufuatilia channel hii ya Uamsho wa Kanisa TV. Bwana amenipa neema tena niendelee na mbegu ya kuelewa na mbegu ya kutokuelewa. Kumbuka fungu letu ni Mathayo 13, ndio tulikuwa tunaangalia, ambapo Biblia inasema mpanzi alienda kupanda mbegu zake. Nyingine zikaanguka kwenye njia, nyingine kwenye miiba, nyingine kwenye mawe, na nyingine kwenye udongo mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa jana nikakuelekeza vizuri kwamba ukisoma fungu hili mstari ule wa 18 mpaka wa 19, Biblia inasema, ngoja nikusomee hili fungu. Sema amen. Biblia inasema, basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa nakuonesha namna ambavyo shetani anapambana na uelewa. Shetani hataki kuona mtu anaelewa neno. Shetani hataki kumwona mtu anaelewa kile ambacho Mungu alikusudia. Na ndio maana shetani anaondoa lile neno ili mtu asielewe kile ambacho Mungu alikusudia. Na ndio maana nikakwambia hiyo jana. Nikasema ndio maana utashangaa watu leo hii hawaelewi nini maana ya utakatifu, na hawajui maisha ya utakatifu. Na hata ukiwaambia habari za utakatifu, kwa sababu shetani anapambana na uelewa, watakwambia Mungu anaangalia roho. Hayo mafundisho nikwambia ni potofu na mafundisho ya kishetani kabisa. Kwa sababu Mungu anaangalia roho, anaangalia mwili. Aliyeviumba vya nje ndiye aliyeumba vya ndani. Maisha ya utakatifu ni ndani na nje ya mtu. Lakini shetani ataondoa lile neno kwamba Mungu anaangalia roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu anajua tumejengwa katika misingi ya mitume na manabii. Manabii na mitume walifundisha kuhusu utakatifu wa ndani na wa nje. Ndio maana Paulo anasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Lakini shetani atawaambia hakuna haja ya kujisitiri. Mwanamke unaweza kuvaa suruali, mwanamke unaweza kuvaa ovyo tu, wewe nenda tu, haina haja ya kujisitiri. Huyo ni nani? Shetani anapambana na kuelewa. Ninapokuja neno ili watu waelewe, shetani anakuja aondoe ile neno ili watu wasielewe. Na ndio maana leo hii nimekwambia watu waelewe kuhusu nini maisha ya utakatifu. Lakini nikakwambia jambo la pili kwamba watu wengi hawajui kujisitiri. Hawajui kwamba wavaaje, wanawake wavaaje na wanaume wavaaje. Ndio maana tunapohubiria nakwambia hakuna, mbona ziko nchi wanawake wanavaa hivi na wanaume wanavaa hizi. Hakuna mavazi. Nini ni kwa sababu shetani anapambana na uelewa. Wako watu hawajui kujisitiri. Namna gani watu wanawake wanapaswa kujisitiri, wanaume wanapaswa kujisitiri, na huo ni utakatifu pia. Ndio maana Mungu alitoa maelekezo kwa Walawi namna hata wanavyoenda kwenye nyumba ya Bwana, namna gani waweze kuwa, namna gani waweze kuvaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unakuta watu wanasema eti Mungu anatazama moyo, kwa hiyo wavae wanavyoweza. Ndio maana unakuta wamevaa ovyo ovyo wanaenda makanisani. Lakini pia nikakueleza kuwa watu wengi hawajui hata kuhusu ubatizo. Nikwambia shetani anaongelea sana. Shetani anataka sana watu waamini bila kujua, ili iwe rahisi sana kupotezwa. Kwa sababu Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa watu wengi wametekwa, wamefungwa, wako Babeli kiroho, wametekwa, wako Babeli kiroho, wako mateka, wamepelekwa Babeli kiroho kwa sababu ya kukosa maarifa, kwa sababu ya kukosa ufahamu. Ndio maana ukisoma Isaya 5:13 inasema watu wangu wanachukuliwa mateka. Watu wametekwa kwa sababu ya kukosa nini? Maarifa. Watu wametekwa kwenye dini, wametekwa kwenye dhehebu, wametekwa kwenye hizi dini za leo hizi. Unakuta mtu utamwambia kwa nini wewe unabatizwa kwa mtoto, nakwambia dini yetu. Kwa nini wewe unabatizwa kwenye maji machache, mchungaji wetu? Kwa hiyo wametekwa na hiyo miungu ya dini, wametekwa na hiyo miungu ya madhehebu, hawataka hata kujifunza kweli, wajue, hawataki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini nitakueleza pia watu wengi hawaelewi maana ya mapambo, hawaelewi kwa nini tunawaambia kwamba mtu anayejipamba akifa ni kuzimu. Hawaelewi na hawataka hata kusikia.
Wanakuambia hamna bwana, unataka tuwe wazee. Yaani hii ni tamaduni za zamani. Yaani wakifikiri Biblia inabadilika. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sitaongelea sana, lakini niliongea wanawake kwa wachungaji. Niliongelea, rudia clip iliyopita. Niliongelea pia kuhusu wengi wanamuona Yesu kama sio Mungu. Wengine wanasema ni mwana, wengine wanasema ni Nabii Isa. Niliongea hicho kitu. Kwa nini shetani anapambana na uelewa? Biblia inasema Mungu wa dunia hii anapofusha fikra za watu isiyozukia nuru ya Injili ili wasije wakaamini. Lakini jambo ambalo naendelea nalo siku ya leo, neno ndio msingi. Sema neno ndio msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno ndio msingi wa imani yetu. Neno ndio msingi wa imani. Nje ya neno, nataka nikwambie, imani hiyo ni bure. Chochote unachokifanya nje ya neno, hiyo imani yako ni bure. Utakatifu wa kuigiza nje ya neno, hiyo imani yake ni bure. Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kusikia huja kwa neno la Kristo. Ndio maana shetani anapambana na kusikia. Anajua mtu akisikia atajengeka imani, na kijengeka imani atawaza vizuri, na akiwaza vizuri atamshinda shetani. Kwa sababu shetani anapambana na fikra. Ndio Biblia inasema anapofusha fikra za watu isiwazukie nuru ya Injili, wasije wakaokoka. Hicho ndio ambacho shetani anapambana. Sema amen. Anapambana na fikra, anapambana na uelewa. Haleluya. Ndio maana Paulo akasema katika Warumi sura ya 10 kuanzia mstari wa 6, lile neno la imani tulihubiri. Lasemaje? Anasema lile neno la imani tulihubiri liko karibu sana nawe, liko katika kinywa chako na katika moyo wako. Maana kwa moyo mtu huamini na kupata haki, na kwa kinywa mtu ukiri na kupata wokovu. Sasa kule kukiri ni kuliishi neno kulingana na kile neno linasema. Ndio maana shetani hapendi watu kukiri, hapendi watu waishi kulingana na neno. Na ndio maana atawapotosha wazame kwenye udini, wazame kwenye uzebu, ili waje wahukumiwe, ili waje wapotee. Kwa sababu chochote nje ya neno, hiyo ni batili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nikakwambia, unakuta mtu anafanya kitu ambacho ukimwambia kwamba hicho ni dhambi, atakimbilia dini yetu, imani yetu, zebu letu. Ukimwambia kwamba hicho kitu ni dhambi, hata mimi nina Roho Mtakatifu, acha mimi nikaombe. Hakuna maombi yanaweza kubadilisha neno. Naongea na mchungaji, askofu, wewe mzee wa kanisa, shemasi. Hakuna maombi yanaweza kubadilisha neno. Kama wigi umeambiwa wigi ni dhambi, useme acha nikaombe nimuulize Mungu aniambie kama wigi ni dhambi. Acha nikamuulize Mungu nione kama kujilemba ni dhambi. Nasema chombo hicho kifanya Mungu. Chombo kimoja, wawezaje kumuuliza Mungu kwa nini kunifanya hivi? Kasoma Warumi. Anasema kigae kimoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kumrekebisha Mungu wewe? Acha mimi nikamuulize, mnaambia mwanamke acha kuvaa suruali, naambia acha nikamuulize Mungu aniambie kama kuvaa suruali ni dhambi. Hakuna maombi yanaweza kubadilisha neno wewe. Hayapo. Maombi gani yanabadilisha neno? Roho Mtakatifu anatukumbusha aliyosema Kristo. Na anatuonyesha hata mambo yajayo ambayo Kristo aliyatamka, hata mengine ya kuyatamka, lakini kwa msaada wa Roho Mtakatifu anatuonyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana pewe sifa. Sasa hicho kitu ndicho kitu ambacho watu wajui. Kwa sababu gani? Nikwambia kwamba neno ndo msingi pekee. Na nikakwambia kwamba ukisoma Timotheo 2:3-16, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Kila andiko lenye pumzi lafaa kwa mafundisho. Na ukisoma Zaburi ya 12 mstari wa 6, neno limesafishwa. Limesafishwa ni zaidi ya dhahabu mara 7. Limesafishwa mara 7. Limepitia levels zote 7, madhabahu 7. Limepitia. Lakini pia ukisoma Mithali 30:5, Biblia inasema kila neno limefanya nini? La Mungu limehakikishwa. Kila neno aliona kwenye Biblia limehakikishwa na nani? Na Mungu. Linafaa kwa mafundisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nikakwambia kwamba nje ya neno huo msingi au imani ni bure. Ndio maana akasema katika kitabu cha Mathayo 15 kuanzia mstari wa 6, anasema watu hawa ni vema walivyotabiri sana, kwamba wananiheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami, wakifundisha mafundisho au wakifundishana mafundisho ya wanadamu. Angalia hapa Mathayo 15 kuanzia mstari wa 6. Nisome kuanzia mstari wa 6. Anasema watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu.
wakifundisha maagizo yaliyo ya wanadamu. Ndio hawa watu ambao wanasema kwamba imani yao imejengwa bure, kwa sababu iko nje nini? Nje ya neno. Acha tuendelee sasa. Sasa watu wengi sana wameelewa kwa kufuata mkumbo, na nilikwambia Mungu hana wengi wape. Mungu ana kweli ipe. Narudia tena. Mungu hana wengi wape. Wengi wanasemaje? Hiyo hana. Bwana Yesu asifiwe sana. Eti mchungaji, kwa sababu walokole wengi wanaingia kanisani bila kuvaa vitambaa wanawake, kwa hiyo na sisi tusivae vitambaa. Mungu hana hicho kitu. Eti kwa sababu wanawake wengi siku hizi wanavaa maswali, eti na sisi wanawake ndani ya kanisa tuvae swali. Hicho kitu Mungu hana. Eti kwa sababu wanafungisha ndoa kwa kupitia, wanatumia pete kufungisha ndoa, basi mchungaji na sisi tufungishe ndoa kupitia pete. Hicho kitu hakuna. Eti kwa sababu mchungaji wanawake wengi wanavaa heleni, basi na sisi tuvae heleni. Hicho kitu Mungu hana. Eti kwa sababu wanawake wanapaka lipstick, basi na sisi tufanye. Eti kwa sababu wazungu wanafanya transgender, wanabadilisha asili, wanabadilisha jinsia yao, basi na sisi tubadilishe jinsia. Hicho kitu hapana. Mungu hana hicho kitu. Mungu alichokisema ndo full stop, na hicho ndo tunachokizingatia. Hatuzingatii kitu kingine chochote. Tunazingatia kile ambacho Mungu amekisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kuna nabii mmoja nampenda anaitwa Mikaya. Mikaya, manabii wengi walikuwa wamemwambia Ahabu, kwea mfalme ukashinde vita. Kwea mfalme ukashinde vita. Mjumbe alipotuma kwenda kumwita Mikaya akasema, tazama manabii wengi wamemwambia mfalme maneno mazuri, na wewe kamwambie vile vile. Akasema, kama Bwana aishivyo. Kama Bwana aishivyo, atakachokisema Bwana ndicho atakachokisema. Haijalishi ni kwa maumivu. Tunajua Mikaya alipitia maumivu makubwa. Alipigwa. Haijalishi tutapigwa, haijalishi tutatukanwa, haijalishi tutasomewa, lakini tutasimamia kweli. Na ndio maana watu wengi wataki kusimamia kweli kwa sababu ya maslahi. Wanajua mfalme atamchukia. Wanajua watu watampa, watatoa hela, watakimbia kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana wanaohubiri utakatifu wamekubali kabisa liwalo na liwe, wasimamie neno. Hata kama wakija washirika 10, watu wawili ampeleke mmoja mbinguni, wawili mbinguni, sawa, kuliko waje maelfu wasiotaka kuisikiliza kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujipange. Ndio maana wachungaji wanaotaka kweli wako tayari kwa maumivu yoyote. Wale wachungaji wasiotaka kweli wanataka kundi. Yesu mwenyewe aliona kundi linakuja kubwa, akageuka akamwambia, mtu akitaka kunifuata mimi ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Aliongelea kwa habari ya kujikana na kujitoa katika ulimwengu kumfuata Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hicho kitu ndio wachungaji hawataki. Wanataka fedha, wanataka mshahara. Ndio maana nakwambia wewe unayeamini utakatifu, usiache kusupport huduma zinazohubiri utakatifu, kwa sababu shetani anazipiga vita. Bwana amekupa fedha, toa sadaka kusupport injili za utakatifu ziwafikie watu. Hizi ni nyakati ambazo Bwana anawaandaa watu wake. Acha kuwa na mkono wa birika, mnafanya shetani apate kibali, apate nguvu. Kwa sababu watu wengi wanamsupport shetani kwa manabii, kwa mitume ambao wahubiri kweli ya Mungu, wanasupport huko, wanatoa sadaka huko, shetani anazidi kuweka kwenye media, anatangaza kwenye redio, anatangaza wapi. Lakini wewe unasema, mtumishi huyu anahubiri utakatifu, utaki kumsupport. Wewe mtumishi anahubiri utakatifu, umekaa kimya na pesa zako ziko benki. Utaki kufanya hivyo, unampa shetani nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia wanaofanya makongamano. Angalia wanafanya huko. Angalia. Lakini wewe ambao Bwana amekupa kiu na shauku ya kubeba huduma za utakatifu, lakini umetulia, umekaa na umeona namna ambavyo shetani anakanyaga na kuwalinda watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe nakwambia kwamba haijalishi watu wangapi wanatunga mkono, haijalishi watu wangapi watakunga mkono, simama katika neno. Neno ndo imani, neno ndo kitu cha msingi kabisa cha kufuata mkumbo. Eti kwa sababu nikiacha wanawake wote wanakutanika na kwanza wanakutanika kanisani na kwanza kujadiliana hivi na hivi na hivi, kwa hiyo mimi nitaonekana najitenga. Watumishi wengi waliosimama katika kweli, dunia haikuwaelewa. Watu wengi waliosimama katika kweli, dunia haikuwakubali. Watu wengi waliosimama katika kweli, dunia iliwakataa. Watu wengi waliosimama katika kweli hawakustahili kukaa katika dunia hii. Dunia haikuwapenda. Kwa nini? Walisimama katika kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Ndio wale kusoma Zaburi ya 11 mstari wa 3, mwenye haki, Biblia inasema msingi ukiandika mwenye haki atafanya nini? Msingi ukishaandika, kazi ya mwenye haki ni kuweka msingi katika neno. Kazi ya mwenye haki ni kubomoa msingi na kuweka msingi mwingine, kama alivyofanya Elia. Mahali
hapo msingi. Madhabahu ya Bwana imebomoka. Watu wamebomoa madhabahu ya Bwana. Wamechuja neno. Wamechuja neno kwa sababu ya maslahi yao binafsi, kwa sababu ya kutaka makundi, kwa sababu ya kutaka fedha. Ndio maana Paulo anasema zikatae fedha za aibu. Fedha za aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Hicho kitu ndio tunachokiangalia. Mwenye haki atafanya nini? Atatengeneza. Ndio maana nakwambia simama, kile neno linasema. Haijalishi watu wangapi wanamunga mkono. Rudi kwa Lutu. Rudi kwa Nuhu. Lutu wakati amepewa ujumbe kuambia watu wa Sodoma na Gomora, Biblia inasema alionekana kama mtu achezaye machoni pake. Kama mtu anayecheza, hawakumuelewa kabisa. Haijalishi watu wangapi watakuelewa. Haijalishi watu wangapi watakunga mkono. Simama na kweli. Mungu hataweza kamwe kushuka nje ya kile neno limesema. Hataweza. Kwa anasimamia neno lake kama lilivyo. Sema amen. Lakini jambo la 10, neno ndio linalo tutakasa. Nje ya neno hakuna utakaso. Narudia tena, neno ndio linalo tutakasa, nje ya neno hakuna utakaso. Ndio maana nimekwambia mwanzoni kule, shetani anapambana na uelewa. Neno linapokuja analing'oa ili mtu asielewe, kwa sababu neno ndio linalo tutakasa. Nje ya neno hakuna utakaso. Ndio maana ukisoma Yohana sura ile ya 6 na ule mstari wa 51, neno ndio linalotakasa, nje ya neno hakuna utakaso. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana sura yake ni ya 6 na ule mstari wake ni wa 51. Yohana sura 6 mstari wa 51. Angalia anachokisema Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Neno ndio linalotakasa, nje ya neno hakuna utakaso. Maandiko yanasema 51, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa milele. Sikiliza hicho. Ukija mstari wa 58 anasemaje? Mstari wa 58 anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Sikiliza, nje ya neno hakuna uzima. Nje ya neno hakuna uhai. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Huyo neno lilikuwa kwa Mungu. Ndani yake ndimo lilikuwa uzima, na uzima ilikuwa nuru ya watu. Na hiyo nuru ya gizani, wala giza halikuiweza. Maana yake giza halikuishinda. Maana yake ndani ya neno ndipo kuna uzima. Aulaye mwili wangu, nini mwili wangu? Neno. Ndio maana Biblia inasema katika Yohana 1 mstari wa 14, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wa Mungu, utukufu kama mwana pekee wa Mungu atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa unapokula neno, maana unamla Yesu. Unamla Yesu. Hicho ndio maana Biblia inasema unapokula neno, maana yake unamla Yesu. Ndio basi sema aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele. Maana yake kinachomtakasa ni neno. Ndio maana acha mtu wanakimbia nitakase kwa damu, nitakase kwa damu. Uwezo kutakaswa kwa damu nje ya neno. Lazima uamini kwanza. Uamini damu inafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunaanza kumwamini kwanza, ndipo tunatakaswa. Hakuna kutakaswa nje ya kuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu. Ndio maana Biblia inasema uwatakase kwa ile kweli. Yohana 17:17. Uwatakase kwa ile kweli, maana neno lako ndio kweli. Sasa wewe mama fulani umeokoka muda mrefu, lakini unalipinga neno. Umeokoka muda mrefu na miaka 10 na miaka 20, bado unalipinga neno, utaki neno, afu unaendelea kuomba babu nitakase, babu nitakase, bado na mawigi umevaa. Babu nitakase na maeleni umevaa. Babu nitakase mwanaume na masono na family gezo. Babu nitakase. Neno linapokuja, litile neno, utatakaswa kwa neno. Uwatakase kwa ile kweli, kwa sababu neno lako ndio kweli. Maana yake unapolikubali neno, linakutakasa. Maana yake neno unaposema kuvaa injili zangu, unapotoa tayari umetakasika. Unapotoa tayari umetakasika. Kuongea vizuri, kumbe sitaki kujibizana na mtu, tayari umetakasika. Kumbe usizi dhambi, tayari umetakasika. Yaani unapolielewa neno na kuliishi neno, huo ndio kutakasika kwenyewe. Ndio maana utasoma Yohana 13 wakati Yesu anawanawisha mitume miguu. Anawanawisha mitume miguu. Tunamuona tunaona Petro na Goma. Anasema Bwana usininawishe mimi. Akasema nisipokunawisha hauna shirika nami. Nisipokutawaza hauna shirika nami. Akasema basi niogeshe mwili mzima. Akasema yeye aliyekwisha kuoga hana haja ya kuoga tena, bali kutawaza. Maana yake akamaanisha ninyi mmekwisha kuwa safi isipokuwa mmoja. Akimaanisha nani? Yuda.
Maana wote walikuwa wamekwisha oga, wameoga. Kwa nini? Kwa neno, wamesafishwa kwa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote walikuwa wamesafishwa kwa neno. Haleluya. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo huwezi kujitakasa mwenyewe. Kinachotakasa ni neno. Ndio maana Ibrania 2:11 Biblia inasema kwamba yeye atakasaye na wao wanaotakaswa wanatoka kwa mmoja. Wewe huwezi kujitakasa mwenyewe. Unatakaswa na neno. Neno ndio linalokutakasa. Neno ndio linalokuweka huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tusoma Efeso 5:26 apate kulileta kanisa na kulisafisha kwa maji katika neno. Kanisa tukufu lisilo na mawaa na kulisafisha kwa maji katika neno. Angalia hapo. Ndipo tutajua kwamba huwezi kujitakasa mwenyewe. Unatakaswa na nini? Na neno la Mungu. Sasa unalikataa neno. Unataka neno unataka sasa utakaswe kwa nini? Nakuuliza wewe, unakataa neno. Neno linakwambia sema hilo neno Paulo aliandikia Waebrania. Hilo neno Paulo aliandikia kwa Korinto. Na wewe neno lako liliandikiwa ni lipi? Paulo alikuandikia neno lipi? Kwanza hata ujui kwamba wewe mchungaji wako ni Paulo. Yule ndo mwanzilishi wa makanisa ya mataifa. Yule ndo aliyelizaa kanisa la mataifa. Afu na mkataa. Ndo aliyekuandikia nyaraka hizo. Nasema hizi nyaraka ni za Waebrania, ni za Korinto, ni za Timotheo. Na wewe nipe nyaraka zako ambazo Paulo alikuandikia. Kwanza mchungaji wako ni nani wa mataifa? Aliyekuandikia ni nani? Hata ujui. Lakini unapinga kwa sababu sio wewe. Nina shida na yule adui ambaye analinyofua ile neno lisije likakaa kwako na likazaa matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Lakini 11 watu wengi au makanisa mengi sana yana viwango vyao vya utakatifu nje ya kiwango cha Mungu. Makanisa mengi yana viwango vyao vya utakatifu nje ya utakatifu au nje ya kiwango alichokiweka Mungu. Kwa mfano, kiwango cha mavazi, namna ya kuvaa, kiwango cha utakatifu, namna unavyotakiwa kuenenda. Unakuta baadhi ya makanisa utakatifu ni kufunga mikono hivi. Baadhi ya makanisa ni kuongea kwa ukoromo, Bwana nawapenda. Baadhi ya makanisa ni kuongea Bwana, haleluya, Bwana anasema, Bwana anasema, Bwana anasema. Viwango vya utakatifu, kwamba kikoroma ndio utakatifu. Kwa hiyo wana viwango vyao vya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sio kiwango cha Mungu. Mungu ameweka kiwango cha utakatifu, lakini na makanisa nayo ameweka viwango vyao vya utakatifu. Biblia inasema kwamba Biblia inasema katika Petro 1:15 iweni watakatifu kama yeye aliyewaita alivyokuwa mtakatifu. Kumbe tunapaswa kuwa watakatifu kama Kristo alivyotuita ambavyo na yeye ni mtakatifu. Maana yake viwango vya utakatifu ni kuwa kama Kristo. Okay, hatujafika bado na Bwana anaendelea kutukamilisha na tutakamilishwa kwa msaada wa Bwana. Tutakamilishwa. Paulo anasema hata mimi sijafika, bado nakaza mwendo nishike meli ya thawabu ya mwito wangu mkuu. Maana yake hata mimi sijafika, naendelea kukaza nifike kwenye viwango vya utakatifu. Hiyo ndio kiu na shauku yangu. Nifike kwenye viwango vya utakatifu. Na wewe na kiu na shauku, acha viwango vya dini. Mchungaji wetu amesema hivi. Mchungaji ana mbingu. Kanisa letu limepanga hivi. Mtu mmoja anasali kanisa moja kubwa la Kipentekoste hapa Tanzania. Wakati nilikuwa namuelezea kuhusiana na wanawake kuwa wachungaji, nikamwambia maandiko hayaruhusu mwanamke kuwa mchungaji. Hayaruhusu hapo. Akasema lakini sisi dhehebu letu linaruhusu. Hebu sikiliza hiyo. Dhehebu letu linaruhusu. Nje ya neno kuna kiwango cha utakatifu cha dhehebu. Kiwango cha utakatifu cha dini. Kuna kiwango cha kufuata neno kwenye dhehebu na kiwango cha kufuata neno kwenye dini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia 12 watu wengi ni vipofu na akili zao zimevurugwa sana. Watu wengi ni vipofu na akili zao zimevurugwa sana. Chukulia mfano yule towashi wa Kushi. Biblia inasema alikuwa anasoma neno lakini alikuwa haelewi. Anasoma neno haelewi. Mpaka ambapo Roho Mtakatifu akamjalia Filipo kwenda kumhubiria yule towashi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni watu wangapi leo hii ambao wanasoma neno haelewi? Ukimwambia tena unakuta leo mpaka kwenye mitandao mtu anasema tunasoma Biblia, mkakati wa kusoma Biblia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Of course ni jambo zuri, lakini sio fashion. Watu wengi wanasoma kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Na waelewi. Unakuta mtu anasema nimemaliza Biblia mara 3. Hatusomi kwa lengo la kumaliza Biblia. Tunasoma kwa lengo la kuelewa, kupata kitu ambacho Mungu alikusudia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunakuta watu wanasoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho, mwanzo mpaka Ufunuo, kila wakati anarudia, lakini hawaelewi. Kumwambia ulikuwa unasoma Ufunuo 13, umeelewa mnyama wa pili? Mnyama wa pili atoka nchi kavu, mwingine atoka bahari, unaelewa?
Mimi sielewi. Wewe si ulikuwa unasoma? Umesoma Ufunuo 12, ndio. Umeelewa kuhusiana na yule mwanamke aliyevikwa jua na mwezi. Mwanamke Ufunuo 12 ambaye anaongelea habari za yule mwanamke ambaye amevikwa nadhani jua na mwezi. Ufunuo 12. Acha niangalie kidokezo hapa. Kuna kitu nataka kuambia. Anasema na ishara kubwa ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Umeelewa hicho kitu? Sijaelewa. Wanasoma kama gazeti. Wanasoma haelewi. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, unawezaje kuelewa usipokuwepo Filipo? Unawezaje kuelewa wewe usipokuwepo Filipo? Lazima Filipo aje kwako. Sasa wewe Filipo umekuja umemkataa. Mwenzako alimkaribisha kwenye gari. Unaangalia channel utaki kusubscribe, utaki kufuatilia mafundisho. Utaki. Utajifunzaje sasa? Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Isaya sura ya 30 mstari wa 20 na 22 anasema ingawa Bwana atawapa chakula cha misiba, atawapa chakula cha shida na maji ya misiba, lakini walimu wako hawatafichwa neno. Na macho yako yataona walimu wako, na masikio yako yatasikia sauti nyuma yenu ikiwaambia njia ni hii, ifuate. Kwa masikio yako yanasikia, macho yako yanaona walimu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu hawana masikio na hawana macho ya kuona, wamekimbilia kwa mitume na manabii. Wamekimbilia kwa sababu wana masikio ya tafiti. Wamekataa neno la uzima. Wamekimbilia kule ambako wanaambiwa vitu vinavyofurahisha mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Kila siku unasikiliza neno. Kila siku unaenda ibadani na unabeba na notebook, unaelewa? Hata ukimhubiria hicho anambia dhehebu letu alisema hicho. Dini yetu, kwa sababu kuna miungu ya madhehebu na miungu ya dini ambayo imewafunga watu wasielewe na imevuruga akili zao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna walimu wametumwa kwa ajili yako. Kuna walimu tumetumwa kwa ajili yako ili tuweze kukutoa kwenye shimo, uweze kuishi maisha ya utakatifu. Tumetumwa kwa ajili yako. Ni wewe tu kusikiliza. Kama anavyosema katika Yeremia 3:15, nitawapa wachungaji wanaopendeza moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa, wanaopendeza moyo wangu. Maana yake ni nini? Maana yake ni kumwomba Bwana akupe wachungaji wanaopendeza moyo wake, watakaokulisha kwa maarifa. Sio tu bora mchungaji, lakini je, macho yako yanaona wachungaji? Macho yako yanaona wachungaji watakaokulisha kwa maarifa? Unawaona? Kama si kwamba shetani amevuruga akili na ufahamu wa watu. Bwana Yesu asifiwe. Najua Biblia ni nzuri, inajitafsiri yenyewe, lakini pia inatafsiriwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatukumbusha kile kilichoandikwa kwa namna nyingine ambayo akili za kibinadamu haziwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, mwana wa Mungu. Lakini pia jambo la 13, watu wengi hawana masikio ya kusikia, macho ya kuona na moyo wa kujua. Si kama muda wangu unanitosha. Okay, baki na dakika 2. Okay. Anasema watu wengi hawana masikio ya kusikia na macho ya kuona na moyo wa kujua. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 29 mstari wa 4, Biblia inasema lakini Bwana Mungu hakuwapa watu macho ya kuona, hakuwapa watu masikio ya kusikia. Hakuwapa watu masikio ya kusikia na macho ya kuona. Ndio maana utaangalia Isaya anatabiri, wana macho hawaoni, wana masikio hawasikia. Angalia hilo jambo. Mtu anaweza kuwa na macho na anaona na anasikiliza, lakini asielewe kinachoendelea. Asijue kabisa. Ni sawa na Petro. Mungu anamwambia chinja ule hao wanyama kwenye chombo, wamekuja wanyama kila aina. Anasema sije kula kitu najisi. Maona anarudi mara ya pili, sije kula kitu najisi. Mara ya tatu sije kula kitu najisi. Ni wangapi wanasikia na kuelewa? Maona Mungu analeta, wangapi wanaelewa? Mungu anaweza kaleta kusudi kwa mtu anaelewa. Wakati naongea na wewe kupitia simu yako, kupitia TV yako, je, unaelewa? Unaweza kuelewa ninachokimaanisha? Kwamba shetani amevuruga watu akili na shetani hataki watu wengi wasikie na waelewe. Ndio maana Yesu alikuwa anasema mwenye masikio ya kusikia na afanye nini? Na asikie. Wangapi wana masikio ya kusikia? Watu wengi wana masikio ya kusikia na hawana macho ya kuona. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana utashangaa wakati Yesu alikuwa anahubiri Injili alikuwa anaficha kusema waziwazi. Ndio maana mitume akamwambia Bwana, mbona unasema kwa mifano? Akawaambia sikilizeni, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Ndio maana akawaambia watu hawatasikia. Kwa nini? Hawajajaliwa, hawana masikio, wana masikio lakini hawasikii. Watu hawataelewa ujumbe huu, sio wa kwao, ni wa wana wa Mungu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo alikuwa anajua hicho kwamba hawataelewa kinachoendelea kwa sababu ujumbe usio wa kwao. Kwa nini? Wanaona ila hawana macho. Wanasikia, wana masikio, hawana masikio ya kusikilizia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana tunasoma Matendo ya Mitume 13 kuanzia mstari wa 40 utaangalia 46. Wakati Paulo anahubiria Wayahudi wakamkataa, akasema ilikuwa vema injili ianze kwenu, lakini sasa tunawageukia mataifa. Na alipogeukia watu wa mataifa wakalipokea ile neno kwa furaha. Biblia inasema na waliojaliwa uzima wa milele wakaamini. Waliojaliwa uzima wa milele wakafanya nini? Wakaamini. Kwa wako watu waliojaliwa uzima wa milele wataamini. Wenye masikio, wenye moyo wa kujua na wenye macho ya kuona wataamini neno la Mungu. Lakini pia 14, ni makosa makubwa sana kuzani kuwa injili ya kweli wengi wataifurahia na kuishangilia. Ni makosa makubwa sana kuzani kwamba injili ya kweli wengi wataifurahia na kuishangilia. Ni makosa makubwa sana. Mhubiri wewe unahubiri injili ya kweli na kupata adhari. Kama utafikiri wengi wataifurahia, wengi watakunga mkono, watakupenda, watakupigia simu na kusalimia, ni makosa makubwa kuzani hivyo. Biblia inasema bali mlango ni mpana uendao upotevuni, na njia ni nyembamba, na mlango ni mwembamba, na njia imesongwa sana iendao uzimani. Maana yake njia injili ya kweli maana yake nini? Imesongwa. Haleluya. Maana yake mchungaji lazima akubaliane kabisa na hali ilivyo. Akubaliane kwa washirika wote watakaoletwa na Mungu. Awe tayari kwa lolote. Awe tayari kusali tena pengine ikiwezekana na mke wake na mtoto wake. Awe tayari kusali tena ikiwezekana ni kama familia ya Nuhu. Awe tayari kujenga safina peke yake, awe tayari kujenga kanisa hata ikimlazimu peke yake. Awe tayari kutoka nje ya Sodoma na Gomora hata ikimlazimu yeye na watoto wake na babiti zake kama Nuhu, kama Lutu. Yaani uwe tayari na watu ambao Bwana atawainua kutoka mbali mbali. Uwe tayari unapohubiri injili ya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe tayari. Na maana nakwambia whatever the case, watu tuko tayari kuhubiri injili ya kweli. Na Mungu ni mwaminifu. Anao watu kutoka sehemu mbalimbali wanaweza kuitegemeza huduma hii. Hata alikuja kwake wale wake kumpokea, lakini wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Tunaweza tukawa katika kijiji wasielewa, lakini kupitia mtandaoni, wewe ulioko Marekani ukaelewa, wewe ulioko Dar es Salaam ukaelewa, wewe ulioko Mwanza ukaelewa, wewe ulioko Australia ukaelewa, ulioko Canada ukaelewa, kupitia mtandao ukaelewa na ukawa mfuasi na mshirika huduma hii. Mungu ana watu wengi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo makosa sana kuzani ya kwamba watu wengi watafurahi injili. Watu wengi watafurahi injili. Na ndio maana utaona katika Yohana 6 kuanzia mstari wa 66, Biblia inasema wengi miongoni mwao wakarejea wakarudi nyuma wasiandamane naye tena. Wasiandamane na Yesu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikataa, wote walirudi nyuma. Hawakukubali kuandamana na Yesu tena. Walikataa. Na Yesu akawaambia wanafunzi wake, na nyinyi mnataka kuondoka? Wakasema twende wapi Bwana, wakati kwako kuna maneno ya uzima wa milele? Hatuna kwa kwenda. Kwako kuna maneno ya uzima wa milele. Walibaki kwa sababu wao walijua kiu yao na shauku yao ni Bwana tu, kwa sababu hakuna chochote nje ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka Yesu alisema nimekuja kuleta moto duniani. Nimekuja kuleta upanga. Tokea sasa katika nyumba moja ili kwa watatu watafarakana. Mkwe na mke, baba na mtoto. Tokea sasa katika nyumba moja. Neno ni upanga. Kama Ibrania 4:12 inavyosema, ni upanga. Sasa wewe unategemea watu wengi wakunge mkono, mchungaji umekosea. Mwinjilisti umekosea. Njia ni nyembamba mno. Njia ni nyembamba mno. Watakoifuata hiyo njia ni waliojaliwa, walio tayari kujikana ili kufuata kusudi ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kufa kwalo msalabani. Mungu wa mbinguni akubariki sana popote pale ulipo. Usisite usapoti huduma hii kwa sadaka zako. Chochote ambacho Mungu amekujalia, support ili tuendelee kufanya kazi ya Bwana kama Bwana anavyotupa neema na nafasi zaidi na zaidi. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Shalom shalom. Sema amen.